Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, kama siku ya leo umejaribu kupita katika mitandao ya kijamii inahusiana na michezo, basi kwa upande mwingine kuna moja ya taarifa kubwa ambayo imeweza kuwa gumzo kubwa sana nchini Tanzania kuhusiana na klabu ya soka ya Simba Sports Club na uwekezaji wake ambao umefanywa na rais wa heshima ambaye ni Mohamed Ghulam Dewji. Fahamu taarifa ambayo imeweza kutolewa na serikali kupitia baraza la michezo ni kwamba klabu ya soka ya Simba Sports Club kupitia klabu hiyo kuelekea katika mkutano mkuu, basi mambo ambayo yanatakiwa kufanywa ni kwamba mwekezaji ambaye anawekeza kwa asilimia 49 basi wanatakiwa wawe wawekezaji kuanzia watatu. Hii inamaanisha kwamba Mohamed Ghulam Dewji kama anataka kuendelea kubakia Simba, basi atapata na wenzake wawili. Kwa hiyo tunaona hiyo ndio katiba mpya ambayo Simba watakwenda kuitengeneza, kuacha ile ya mwekezaji mmoja kuweza kuchukua asilimia 49. Kwa hiyo tunaona asilimia 51 itabaki kwa upande wa mashabiki, ambapo tunashuhudia tena kwa mujibu wa baraza la michezo hilo la serikali inasema kwamba mwekezaji kupitia wanachama ndiye ambaye atakuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi na si mwenyekiti kutoka kwa upande wa wawekezaji. Kwa hiyo tunaona hii ni taarifa ambayo imeweza kugonga vichwa. Sasa nyuma hili kuna nini? Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Mohamed Ghulam Dewji na timu yake wanataka kuacha kuwekeza ndani ya klabu ya soka Simba kwa sababu Mohamed Dewji hataki kuwa na washirika, anataka yeye aendelee kubaki na hizo asilimia 49 huku asilimia 51 zikibaki kwa upande wa mashabiki. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine yeye amesema kwamba kama hilo jambo likipitishwa, basi moja kwa moja atajiengua ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Yeye atakachoomba tu labda aweze kuweka matangazo yake katika jezi ambazo zitatengenezwa ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Hii ni taarifa ambayo imeweza kuwa nyeti sana, ambapo kuna baadhi ya viongozi wa klabu ya soka Simba wanatamani Mohamed Dewji aendelee kubaki, wengine wanasema baba inatosha, waingie tena wawekezaji wengine, ama kama unataka basi muwe share ama muingie ubia na watu wengine muweze kuwekeza ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Sasa nyuma hili kuna nini? Kwa mujibu wa taarifa ambayo tumeweza kuipata ni kwamba kampuni ya DP World kutokea katika falme za Kiarabu maeneo ya Dubai ndiyo ambayo inataka kuwekeza ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. DP World si mara ya kwanza kubisha hodi kutaka kuwekeza ndani ya klabu ya soka Simba. Kampuni ni kampuni ya mtu binafsi, yani kampuni private ambayo inamilikiwa na watu kule Dubai. Tunaona kwa upande mwingine kampuni inajihusisha na huduma za vifaa, yani kutengeneza vifaa mbalimbali duniani. Vile vile inafanya huduma za bandari kwa maana kwamba inasafirisha mizigo baharini. Vile vile wana maeneo kibao duniani, bila kusahau wanafanya biashara nyingine za uwekezaji. Kwa hiyo tunaona wamewekeza katika cricket, michezo ya cricket pale India. Kuna baadhi ya vilabu barani Ulaya wameweza kuwekeza. Kwa hiyo tunaona hii ni kampuni DP World ambayo inajihusisha sana na biashara nyingi duniani. DP World ni kampuni kubwa, na kama wakiwekeza ndani ya klabu ya soka Simba watakuwa ni mara yao ya kwanza kuwekeza barani Afrika. Wamevutiwa na project ya klabu ya soka Simba. DP World ni klabu kubwa ambayo wao wameweza kusema watanunua wachezaji wakubwa wenye quality kubwa wa kuweza kushindana barani Afrika na vilabu vingine ambavyo vinashindana. Wamevutiwa na project ya klabu ya soka ya Simba na wanataka kumtoa Mohamed Ghulam Dewji na wao DP World waweze kuingia kwa ajili ya kuwekeza ndani ya klabu ya soka Simba kwa sababu wao wanaamini katika uwekezaji. Kwa hiyo wanataka wawekeze inao pia wapate faida, na wao pia watakwenda kuweka mpunga za ndani kabisa. Mohamed Dewji hataki kuwasikia hao Waarabu kwamba wanakuja kuwekeza ndani ya klabu hiyo. Anataka aendelee kusalia yeye mwenyewe Mohamed Dewji kwa sababu anaamini yeye ndo ameshape ama ameitengeneza Simba mpaka sasa ilipofikia. Ndio maana hataki kushirikiana na watu kwa hizo asilimia 49, anataka ziwe zake. Lakini DP World bado wanapambana, wanaitaka Simba kwa udi na uvumba kwa sababu wanataka kuwekeza katika klabu hii. Wamevutiwa nayo ikiwa ni miongoni mwa klabu 10 barani Afrika. Sasa kama ni mdau wa Simba, mara baada ya kuifahamu DP World kwamba ni kampuni kubwa duniani
ambayo ina maeneo ipo karibia dunia nzima, ikiwa inasafisha mizigo na ni kampuni ambayo inatoa fedha nyingi kweli kweli. Sasa tuambie, unatamani Simba waendelee kusalia na Mo Dewji ama DP World? Toa maoni katika comment hapo na sisi tutakuja kuyasoma.